tusaidie, oh, tusaidie, tusaidie. Tusaidie, oh, tusaidie, Yesu, tusaidie, Yesu, tusaidie. Kwa unayenifuatilia, majina yangu ni Yusuf Marijani, nimeokoka na mpenda Yesu. Kipekee namshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyonipa kuiona siku ya leo. Najua hata mahali hapa ni kwa neema yake. Niko hapa kufundisha neno la Mungu. Kama tunavyosoma katika kichwa chetu cha somo, wewe unafuatilia hapo, tunasoma kwa nini wachawi wanakula nyama. Wakati natafakari hili neno, nilikuja kugundua na kujifunza ya kwamba kuna nguvu ambayo ipo katika chakula. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 3 na ule mstari wa kwanza, tunavyoona wakina Adam na Hawa wanapokula lile tunda. Tunaona Hawa alisema, Biblia yetu inatuambia kwamba Hawa akaona kwa kuwa mti huu unafaa kwa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo tunajua kwamba lile tunda kila lilikuwa lina ujuzi. Kwa hiyo kumbe katika chakula kuna nguvu ya ujuzi ambayo imewekwa. Na nguvu ya ujuzi iliyokuwa katika lile tunda ilikuwa ni ujuzi wa mema na mabaya. Na tunda ni chakula. Kwa hiyo kuna nguvu katika vyakula tunavyokula. Ndio maana Mungu anakataza kwa habari ya kula vyakula vya miungu. Unanielewa mtu wa Mungu? Najua hujanielewa. Twende taratibu. Kwenye bustani ya Edeni kulikuwa kuna mti na miti mingine. Mungu aliwaambia Adam na Hawa, kuleni matunda ya miti yote, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya huu msile, kwa maana siku mtakayokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakika mtakufa. Kwa hiyo tunaona katika ule mti kulikuwa kuna siri imewekwa. Siri ambayo ilikuwa imewekwa ni ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo walivyokula lile tunda walipata maarifa ya kujua mema na mabaya. Umenielewa sasa mtu wa Mungu? Kwa kupitia chakula tunagundua kwamba kuna siri ya ujuzi wa mema na mabaya. Kuna maarifa. Ndio maana Hawa anasema kwa kuwa mti huu wafaa kwa maarifa, anaweza akala. Ule mti ulikuwa na maarifa. Wakati natafakari nikaja kugundua kumbe kama kwenye chakula kuna siri. Adui anapenda sana kukitumia. Nilikuwa najiuliza, kuna kipindi fulani nilikuwa nasumbuliwa na ndoto, naota nakula katika ndoto. Hadi nikawa najaribu kumuuliza Bwana, kwa nini mimi kila siku hizi ndoto za kula haziishi? Nikawa nafunga 3 kavu. Siku ya 3 namaliza, ndio kwanza naota nafungulia na hivyo vyakula. Nikagundua kwamba hata ufunge vipi, shetani haogopi ile kufunga kwako. Lakini katika hivi vyakula kuna agano nyuma yake. Kabla Adam na Hawa wajala lile tunda, shetani tunaona alikuwa anamshawishi. Waliingia agano. Ukiona unaota ndoto, unalishwa katika ndoto, ujue kuna agano ambalo umeliingia katika ulimwengu wa roho. Hizi ndoto zinakufuatilia, unaota unakula katika ndoto. Mara wengine wanaota wanakimbizwa, wako vijijini kwao wanaota wanakimbizwa. Ujue kuna agano katika vile vyakula ambavyo unakula. Maana hizo ndoto, ukiona unaota ndoto unakimbizwa na nyoka, unaona ndoto unaota uko shuleni, unaota unakula, kuna roho za kurudishwa nyuma. Lakini sana sana hizi za kula ndio ninaozungumzia. Siku nyingine nitazungumza kwa habari ya kuota unakimbizwa na nyoka. Kwa hapa unaota unakula katika ndoto, maana yake ni kwamba kwenye kila chakula unachokula kuna agano, na hilo agano kuna maarifa fulani ya kishetani ambayo yanaingizwa ndani yako. Kwenye chakula kuna ndoto. Kwenye vyakula kuna mafunuo ya kipepo, vyakula vya kwenye ndoto vya giza. Kwenye vyakula nikawa nafuatilia sasa, kama ni vyakula, kwa nini wachawi wasikae wakawa wanakula ugali? Wakikaa kwenye vikao vyao, kwa nini wachawi wasiwe wanakula ugali na maharage, wanaweka sinia la ugali na maharage? Kwa nini wanakula nyama, tena nyama za watu? Wakati natafakari haya, neno la Mungu liniingilia katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi
17 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja ya uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya mnyama wa aina yoyote, kwa kuwa uhai wa mnyama wa wanyama wote ni katika damu yake, atakaila awaye yote atakatiliwa mbali. Tunakuja kugundua kumbe katika kila mnyama au kiumbe yoyote anaishi katika uso wa dunia ana damu, na ile damu ni uhai wa mnyama yule. Bwana asifiwe. Atendaye dhambi katika ulimwengu wa roho amekufa. Wachawi wanatenda dhambi, majini wameshaasi, wamekufa katika roho. Biblia inawatambua ya kwamba wamekufa, na katika kufa kwao ili wapate uhai wanahitaji kunywa damu. Ndio sababu shetani anapenda damu, wachawi wanapenda damu. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, mchawi asipotumia damu, uchawi wake unakuwa unakufa na yeye, uchawi wake unaisha. Ili azidi kupanda viwango ni lazima apewe damu anywe. Tuko sawa, mtu wa Mungu? Lakini sisi tumeokoka, tuna damu ya Yesu. Hatuhitaji kunywa damu za mbuzi, damu za watu. Damu ya Yesu peke yake ndiyo inatupa uhai. Ndio maana neno la Mungu linasema uhai wetu umefichwa damuni mwa mwanakondoo. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo wao wanakunywa damu ili kutia ule uhai wao. Ndio maana wanapenda kula nyama, kwa sababu nyama imeinclude damu. Ndio maana wanakula nyama ziko mbichi. Na kuna ambao pia humu wanaonisikiliza wanaota ndoto wanakula damu, wanakula nyama zikiwa mbichi. Kuna wengine wanaota kwamba wanakunywa damu ipo mbichi kwenye ndoto. Ujue hayo ni maagano. Mtu wa Mungu, ukiona unaota unakula nyama bado katika ndoto, tafuta msaada haraka iwezekanavyo wa kiroho, maana unaingizwa katika uchawi. Bwana sifiwe. Kwa leo naomba niishie hapa, usikose kufuatilia part 2 yake. Amen. Mungu akubariki. Kwa majina yangu naitwa Yusuf Marijani kama nilivyojitambulisha. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika channel hii ili kuweza kupata video nyingine zinazokuja, na usisahau kushare kwa watu mbalimbali, kwani utakuwa umewasaidia wale wenye shida. Mungu akubariki sana. Amen.